Watu wako na wanajeshi hapa, wanajeshi wamekuja, watu wamewafuata, wamewasogelea. Majukumu yao wanaambia wananchi ni kuwalinda wananchi. Basi wameamua kupita, wamefunguliwa njia. Watu ni wengi bado, wewe tu kama mamake. Naam, Rais Mama Daktari Samia Suluhu amepatwa na butwaa. Hii ni baada ya kundi la JWTZ kuungana na wananchi katika kuandamana kwenye maandamano ya Sabasaba. Licha ya serikali ya Mama Rais, serikali ya CCM kusisitiza kuwa hakutakuwa na maandamano ya leo siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, wananchi wamesisitiza kuwa wao ndio wana mamlaka bali si viongozi ambao wameweza kuchaguliwa. Na wanajeshi kadhaa wameonekana jiunga na wananchi katika maandamano ya Sabasaba ambayo yameweza kufanyika katika maeneo kadhaa hasa Dodoma na Arusha, wakieleza kuwa walitaka kuonyesha mshikamano na wananchi katika wito wao wa kutaka huduma bora za kijamii, uwajibikaji na kuheshimiwa kwa haki za kikatiba, na pia serikali ya CCM iweze kuruhusu kubadilishwa kwa katiba, na pia serikali ya CCM iweze kuwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza. Na wameeleza kuwa maandamano hayo yanaendelea kwa utulivu, huku waandamanaji wakibeba mabango yenye ujumbe wa amani na mageuzi katika maeneo mbalimbali. Wa maandamano haya wamesisitiza kuwa wananchi ambao wanaandamana wanahimizwa kushiriki kuepuka vitendo vya vurugu au uharibifu wa mali. Kumbuka kuna taarifa ambayo inaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa serikali ya CCM inataka kuharibu mali, kuwatuma vijana kuharibu mali ili kusema kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu ndio chanzo cha uharibifu wa mali siku ya leo, siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Hali hii vipi maeneo ambapo upo? Tuandikie maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kama maandamano yameanza, kama kuna mitafaruku hapa na pale, kama kuna vurugu, ama kama biashara zinaendelea au maduka yamefungwa, tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kumbuka kwa sasa Rais Mama Daktari Samia Suluhu pamoja na viongozi wa CCM wamepatwa na butwaa. Hii ni baada la JWTZ kuungana na wananchi katika kuandamana, na mamlaka za usalama zinaendelea kufuatilia hali ya maandamano na kuwataka wananchi kuendelea kuheshimu sheria na taratibu za nchi. Na serikali kupitia msemaji wake imeweza kusema kuwa inaendelea kufuatilia matukio hayo na kusisitiza kuwa yote ambayo yanahusu utendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama yanazingatia sheria na kanuni zilizopo. Na baadhi ya viongozi wa kiraia wameitaka serikali kuendelea kusikiliza maoni ya wananchi kupitia njia za mazungumzo ili kupata suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazojitokeza, na kwa serikali ya CCM iweze kujishusha chini ili iweze kusikiliza wananchi. Haya yametokea. Hii ni baada ya Rais Mama Daktari Samia Suluhu kuonekana kuwa kukatiza safari yake kwenda Ufaransa. Hii ni baada ya
serikali yake ya CCM kujiharibia sifa kutokana na maandamano haya ambayo serikali ya CCM ilikuwa imesema kuwa haitafanyika na kuwa kanuni zote za kisheria zitafuatwa, huko chama cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo, kikisisitiza kuwa serikali ya CCM imekuwa ikitumia nguvu ya udikteta katika kuongoza nchi, swala ambalo limeweza kuzua vurugu miongoni mwa wananchi na wananchi pia kutokuwa na imani na serikali. Kumbuka, viongozi wa kiraia wameitaka serikali kuendelea kusikiliza maoni ya wananchi kupitia njia za mazungumzo ili kupata suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazojitokeza. Haya yanajiri wakati ambapo Rais Mama Daktari Samia Suluhu aliweza kusitisha safari yake kuelekea Ufaransa. Kama unavyoona, huyo aliweza kuandika na kusema, napenda tunavyompelekesha Mwaje in chief. Imebidi ajitokeze na safari ya Ufaransa na Serbia zimefutwa dakika ya mwisho na sasa anawakilishwa huko nje. Anaogopa kutoa pua, tunamzoom kila kona, au huko Aga Khan kaenda kutibiwa na yeye wanatuzuga, ambayo amemaanisha siku ya leo tunajua ametua yeye amri kwa lolote bata na atawajibika, asisingizie mtu, ila ninachotaka tu ni kujua presidential jet ilimpeleka nani Edinburgh siku ya Ijumaa. Na kama unavyoona kuwa baadhi ya viongozi wa CCM wameweza kutoroka nchi kuhofia usalama, baada ya wao kuhofia usalama wao kutokana na maandamano ya Sabasaba ambayo yameweza kuanza. Pia baadhi au kundi la JWTZ kuungana na wananchi katika kuandamana katika maandamano haya ya Sabasaba, ambalo lengo kuu ni kutaka katiba mpya na pia kuachiliwa kwa kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Lissu, na pia kutaka kuacha utekaji nyara ovyo kwa viongozi wa upinzani na pia wale ambao wanapinga serikali, na pia kuwapa vyombo vya habari uhuru wa kujieleza. Maoni yako ni yapi? Tuandike maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili swala nzima. Kwa sasa wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameweza kuchambua na kusema kuwa serikali ya Mama Rais Daktari Samia Suluhu ina uoga mwingi kutokana na yale au matukio ambayo yanaendelea nchini, na kuwa wananchi hawana imani tena na viongozi hawa wa CCM kwa kuwa wamekuwa wakijali maslahi yao binafsi na bali hawajakuwa wakijali maslahi ya wananchi. Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili swala nzima. Je, mahali upo? Je, maandamano yapo ama shughuli za biashara zinaendelea? Tuandikie hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.